hiyo utakuta tunafanya kazi na mashirika, tunafanya kazi na vyuo vikuu, kwa sababu tunaamini kwenye kuunganisha swala zima la tafiti na swala zima la utekelezaji na swala zima la kuhakikisha kwamba tafiti zote zinamfaidia mtu ambaye anahusika katika tafiti hizo. Kwa hiyo utakuta tunafanya kazi na university, tunafanya kazi sana na Nelson Mandela University. Hapo nimefurahi kuona kuna mwandishi kutoka Nelson Mandela University. Tunafanya kazi kwa karibu sana na Sokoine University of Agriculture. Tunafahamu chuo chetu kikuu cha kilimo. Tunachotamani ni Tanzania yote tuunge juhudi zote. Tutazipitia hapa. Tunazo juhudi nyingi ambazo serikali pia inazifanya kuhamasisha mifumo ya chakula, na sisi tunaamini kabisa tunachangia katika juhudi hizo, na nyie sasa mna nafasi kubwa sana ya kuchangia. Tulisema katika swala zima la mifumo endelevu ya chakula hatumwachi mtu nyuma, it's leave no one behind. Kwa hiyo hatumwachi mwandishi wa habari, hatumwachi mkulima ambaye ndio mzalishaji mkubwa, lakini ni nani atamsemea mkulima? Ni nani ataibua zile hata tafiti tu ndogo ndogo ambazo wakulima wanazifanya, au bunifu basi ndogo ndogo ambazo watu tofauti au wakulima wanazifanya ziweze kufikia ulimwengu. Tunajua mnayo nafasi kubwa sana ya kufanya hivyo, na kazi yetu kubwa kama Island of Peace Tanzania au Island of Peace kwa ujumla wake huko tuliko, kwa sababu kwa kweli tuko kwenye nchi 8 na kwa Afrika ni nchi 4, nikimaanisha Afrika Magharibi, Benin na Burkina Faso, lakini Afrika ya Mashariki tuko Tanzania na Uganda, na sasa ziko nchi zingine za kule Peru, Bolivia, tuna ofisi tena Luxembourg, lakini makao makuu kama nilivyosema yako Ubelgiji. Na lengo kubwa la shirika letu tangu limeanza, hiyo miaka ambayo nimetajia umri wa mtu mwenye wajukuu, miaka 60 karibu na 5 sasa, kazi yetu kubwa ilikuwa ni kuhamasisha mifumo endelevu ya chakula kwa kutumia mbinu za kiikolojia. Kupitia warsha hii, mimi kama sehemu ya waandishi washiriki naamini tunaenda kupata mabadiliko, kwa maana ya kundi hili la waandishi karibia 20 na wakienda kupata haya mafunzo darasani, lakini na kwenda kuona kwa vijijini wakulima wanaofanya, tutakuwa sehemu ya kuleta mabadiliko katika sekta ya kilimo, lakini na kwa jamii kwa ujumla. Kwa sababu swala la mifumo ya kilimo inayotumia njia za kilimo ekolojia imekuwa inatajwa kama mifumo salama kiafya, kiuchumi na kimazingira. Hivyo ni kundi hili litaweza kuleta mabadiliko hayo kivitendo na jamii kunufaika kwa asilimia kubwa. Ndio maana watu pengine wanaona kama ni dhana mpya, lakini kimsingi kilimo ekolojia ndio kilimo hasa kinachomhusu mkulima wa kawaida. Kwa hiyo nadhani sisi tupeleke ujumbe sahihi, na hizi warsha na mafunzo haya yatupatie tu picha ya kwamba hiki sio kitu kipya, isipokuwa wenda approach na namna tunavyotaka tuwapelekee huo ujumbe ndicho kinaweza kuonekana kwamba ni kipa, lakini kimsingi ni shughuli tunazozifanya kila siku, na tukizingatia ndicho kilimo kinachoweza kumkwamua mkulima wa kawaida, kwa sababu ni costless, ina gharama ya kawaida na inaweza kufanywa na mkulima yeyote wa kawaida mahali popote.